sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi, sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambayo pamoja na mambo mengine inaanzisha mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi kwa pamoja. Tumechukua kituo cha uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi na kuyafanya pamoja na kutunga sheria moja. Mheshimiwa Spika, kilimo kimeendelea kwa uti wa mgongo wa taifa letu kwa kutoa ajira nyingi na kuchangia kwa kiasi kikubwa pato letu la taifa. Kwa kutambua mchango asante. Kwa kutambua mchango wa sekta hii kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida, serikali imeongeza bajeti ya kilimo kwa zaidi ya 300% toka shilingi bilioni 294 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.24 mwaka 2025. Shabaha yetu kuu ni kuongeza tija pamoja na kuweza kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza tija, serikali imeongeza upatikanaji wa mbegu bora, za kilimo kwa 41.9 kutoka tani 50,747 mwaka 2021 hadi tani 72,031 mwaka 2024. Aidha, uzalishaji wa mbegu bora ndani ya nchi umeongezeka kwa 61% kutoka tani 34,797 mwaka 2021 hadi tani 56,114 mwaka jana 2024. Pia tumewezesha maabara ya mbegu na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu kupata ithibati ya kimataifa na uzalishaji wa mbegu. Hatua hii imewezesha uzalishaji wa mbegu bora unaoleta tija kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, serikali imeongeza upatikanaji wa mbolea kutoka tani 676,017 mwaka 2021 hadi tani milioni 1.21 mwaka 2025. Hii ni sawa na ongezeko la 80.9 ya makisio ya mahitaji ya tani milioni 1.5 za mbolea kwa msimu wa mwaka 2025. Sambamba na hilo, serikali imetoa ruzuku ya mbolea yenye thamani ya shilingi bilioni 300 kwa mazao yote. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kwa hekta kutoka kilo 19 mwaka 2021 hadi kilo 24 mwaka huu 2025, na hivyo kuongeza tija kwenye uzalishaji. Mbali na mbolea, serikali pia imekuwa ikihakikisha upatikanaji wa viuatilifu pamoja na huduma za ugani kwa kuhakikisha inaajiri maafisa ugani pamoja na kuwapa vitendea kazi kama pikipiki, vishikwambi, visanduku vya ugani na soil scanners. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.